Kumlipia mtoto wako hela ya tuition haiishii shule ya msingi na sekondari pekee. Maisha ya sasa hivi yamebadilika sana. Kama mzazi, una wajibu wa kuhakikisha kwamba hata kama mwanao yuko chuo, unaweza kumlipia programu zingine ambazo zitamsaidia yeye kuweza kuwa na ujuzi utakaoweza kumuingizia kipato sambamba na kile anachokisomea darasani kwenye chuo, au wakati mwingine hata nje ya kile ambacho anakisoma. Kumekuwa na nadharia kwamba wanaolipiwa tuition na kujisomea zaidi ni wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na sekondari. Lakini maisha sasa hivi yanavyoenda, mtoto anasoma procurement, lakini ni muhimu sana aweze kujifunza na kozi zingine ambazo zinahusiana na masuala ya kidigitali ili aweze kuincorporate vizuri ujuzi wake, au wakati mwingine kukifanya kabisa hicho kitu ambacho anakisoma nje ya chuo chake kiweze kumuingizia kipato. Ndio, sio baada ya kumaliza chuo mtoto anaanza kustruggle, hana njia yoyote na hana ujuzi wowote ambao unaweza kumuingizia hata 200,000 au 300,000 kwa mwezi. Kwa hiyo wazazi na watu wengine ambao mnasomesha, jaribuni kufikiria kuhusu hilo. Msifikirie tu kwamba mkishampeleka mtoto chuo basi mmemaliza. No, huko pia kuna tuition, na hiyo inahusisha digital skills ambazo zinaweza kumsaidia kupata skills zingine ambazo zitamuongezea thamani kwenye maisha yake. Jina langu ni Joel Kadaga kutoka Joel Media.